Ofisi ya Rais kitengo cha mazingira mazuri ya biashara, kuna mipango gani kuhakikisha kwamba mnaendelea kuimarisha sekta binafsi ili zisaidie serikali katika upande wa ajira? Yes, nashukuru sana. Kwanza niseme ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inayo majukumu manne ya msingi. Kwanza ni mipango ya kitaifa, mbili ni maendeleo ya sekta binafsi, tatu ambayo inajumuisha uwekezaji wa sekta binafsi, tatu ni uwekezaji wa umma, na nne ni mazingira ya biashara. Kwa hiyo haya majukumu manne ndiyo yanafanywa kazi na ofisi ya Rais na yanategemeana. Kazi yetu kubwa sana katika uwekezaji binafsi, katika uwekezaji wa umma ni kuhakikisha tunajenga mazingira bora. Kila anayeweka mtaji wake mdogo, mkubwa, wakati unaweza kuanza kupanuka, kukua na kupanuka zaidi kwenda kwenye sekta nyingine, kwa maana kwamba tunahakikisha tumeboresha sheria zetu, kanuni zetu, taratibu zetu, kuwa na ushindani ulio sawa. Kwa kuwa na mazingira bora, tunazalisha makampuni mengi, tunazalisha kuna kuwepo na ubunifu ambao unafungua opportunity kwa Watanzania wetu, Watanzania wenzetu. Hiyo ndio kazi kubwa tunayoifanya ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Nashukuru. Sawa sawa. Kuna wakati watu wamekuwa wakitoa maoni kwamba bwana, moja ya jambo ambalo tunatamani lipishwe au liwe rahisi kidogo ni kufungua kampuni. Kuna milolongo mingi, ukishaenda huko kusiu yuko huko. Serikali kuna kipindi kaja na mpango wa one stop center kwa baadhi ya maeneo. Mnafanya vipi au mna mipango gani kuhakikisha kwamba kila siku mnazidi kuondoa changamoto ama usumbufu pale ambapo mtu binafsi anahitaji kufungua kampuni? Nashukuru. Kwanza nieleze, ni kweli kulikuwa na changamoto ya kufungua kampuni, lakini hiyo ni historia. Nitawapa mfano tu ulikuwepo wakati ofisi za kusajili makampuni zilikuwa BRELA, unaweza kukuta mstari asubuhi mpaka jioni. Sasa moja ya kazi iliyofanya na serikali ni kuwa na mfumo online wa kufungua kampuni, ambayo kama mtu amekizi matakwa yote anaweza kusajili kampuni chini ya masaa 8 hapa Tanzania. Chini ya masaa 8 kama ana vigezo vyote. Sasa changamoto inaweza ikajitokeza kwenye zile application, kama mtu hajaqualify lazima wamrudishie aboreshe. Hiyo itategemea na initiative ya mtu mwenyewe, lakini maboresho yaliyofanyika kwanza yameleta ufanisi, yameleta uwazi, yamekata zile procedures zilizokuwa zinawafanya watu wadelay, lakini pia zimekata vishoka waliokuwa wakatikati. Si vibaya kuwa mtu wakati kama utakuwa middleman wa kusaidia mtu comply, lakini ni vibaya ukawa mtu wakatikati kama unataka kukwamisha mtu ili ugaini zaidi. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Naomba nirudie, si vibaya kuwa mtu wakati kama unaenda kufanikisha malengo ya mtu kisahihi, ila ni vibaya kuwa mtu wakati ili umharibie yule mwingine ili ugaini zaidi. That's bad. Na ndio vishoka inapoingia hapo, ndio vishoka wakapata ile jina. Nashukuru sana. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa bora, na pia tumekwenda zaidi kwenye mifumo yetu ya kodi, mifumo ya tozo. Tunahakikisha kwamba mazingira yetu yanamruhusu mtu kuwekeza na kufanikisha malengo yake aliyokusudia kuwekeza Tanzania. Watanzania mmoja mmoja, wadogo, wakati na wajuu. Nashukuru sana. Mimi naitwa Oscar Kisanga, ni mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wafanyabiashara wenye viwanda pamoja na kilimo. Kwa Kiingereza tunaitwa Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, TCCIA. Sawa sawa. Bila shaka nyie ni miongoni mwa
mafiga muhimu sana kwenye tamasha hili ama kwenye kongamano hili, sababu unapozungumzia kodi inatoka kwenu, unapozungumzia uwekezaji unahusika, unapozungumzia vinginevyo vingi sana. Kwanza natamani kujua mawazo yako ama natamani kujua hisia zako mara baada ya serikali kuweka kongamano hili la kodi na uwekezaji. Wewe kama mwenyekiti wa chemba hiyo una mtazamo gani kuwepo kwanza tu kwa kongamano hili? Asante mtangazaji. Kwanza tunashukuru kwa sababu moja ya mambo ambayo yatazungumzwa katika kongamano hili la kodi na uwekezaji, kwanza ni kupeleka elimu kwa wafanyabiashara. Kama sisi kama ninavyokuambia, chemba hii ni ya wafanyabiashara na wafanyabiashara wako aina tofauti tofauti. Wako wafanyabiashara wa ngazi ya chini, wengine wa ngazi ya katikati na wale wafanyabiashara wakubwa. Na sisi chemba ya wafanyabiashara kazi yetu ni kuwakutanisha ili waweze kufanya kazi au biashara zao katika mazingira bora. Sasa unapokutana na kongamano kama hili, serikali imekubali kuliweka, maana yake unataka kuwapelekea elimu watu waweze kujua umuhimu wa kulipa kodi, lakini pia kulipa kodi ambayo inaweza kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo wafanyabiashara wapo na sisi kama chemba wafanyabiashara pia tumewaalika watu kuja kuweza kuhudhuria katika kongamano hili. Lengo ni kuhakikisha kwamba wajue umuhimu wa kulipa kodi na kodi ndio inaleta maendeleo katika nchi yetu. Sawa. Kwa namna mimi ninavyofahamu, naamini kuna pande mbili hapa. Pande ya kwanza tutakuwa na maelekezo ama maelezo kutoka kwa upande wa serikali, lakini pia na nyie hamtakuwa wasikilizaji moja kwa moja. Inawezekana mtakuwa na nyie na maoni yenu. Maoni yenu yanaweza kuwa yapi? Changamoto zipi ama gani mnahitaji labda viongozi ambao pengine mnaweza mkazungumza hapa leo, au kama hamtazungumza basi mtawasilisha kwenye madokezo? Katika kongamano hili sisi kama chemba wafanyabiashara tumepewa nafasi. Kwa mfano, rais wetu wa chemba ndugu Vincent Bruno Minja amepewa wasilisho katika siku ya leo, atazungumzia hali halisi ya mazingira ya ufanyaji kazi au ufanyaji biashara hapa nchini. Kwa hiyo amepewa hiyo platform na ataitumia, lakini pia amepewa kukaa katika panelist inaitwa, kutakuwa kuna discussion na yeye ni miongoni ambaye atapewa au amepewa nafasi hiyo kuzungumzia changamoto za kibiashara katika nchi zilizopo, ni maeneo gani ambayo serikali inatakiwa ifanye marekebisho na ni maeneo gani pia serikali ambayo imefanya vizuri. Kwa kama chemba wafanya biashara tumepewa nafasi na rais wetu ataitumia itakapofika muda wake. Lakini kubwa lililopo ni kwamba ni kwenda kuzungumza yale ambayo yanawahusu wafanyabiashara. Unaona hii chemba ni ya viwanda, kilimo pamoja na biashara. Na biashara serikali haifanyi biashara, biashara inafanywa na sekta binafsi. Na ndio maana rais wetu yuko pale na atazungumza katika kuhakikisha kwamba watu wanajua umuhimu wa kodi. Labda nikuongeze tu jambo lingine. Kwa mfano sasa hivi kuna mazungumzo yanayoendelea katika soko hili la Afrika. Africa Continental Free Trade Area. Ni soko kubwa takriban lenye watu bilioni 1 na milioni 600. Bilioni 1 na watu milioni 600. Ndio hili soko lote la Afrika. Soko huu. Sasa wanasema mazungumzo hayo, yani kati ya nchi na nchi, itakapofika mwaka 2030, ukiweza kufanya biashara katika soko hili, unaweza ukafanya biashara kwa zero tariff. Yani unaweza kuwa unazalisha maji yako hapa, ukaenda kuyauza Kenya, au ukaenda kuuza Algeria, au Burkina Faso au Senegal, unaenda kuuza kwenye zero tariff. Nini maana yake? Sisi kama Watanzania na sisi kama chemba, tunataka sasa kuanza kuandaa wafanyabiashara wetu kuhakikisha wanazalisha bidhaa ambazo zitakwenda kucompete, zitaenda kushindana na hili soko. Kwa mfano viwanda vya ngozi kule Ethiopia, unajua wenzetu wana ngozi bora. Ethiopia akileta viatu vyake akaja kuviuza hapa Tanzania, atauza kwenye zero tariff. Kwa kama sisi tutashindwa kuzalisha bidhaa ambazo zinaweza shindana katika hili soko, tutakuwa tuko nyuma. Moja ya majukumu tunayoyafanya ni kuhakikisha tunapeleka elimu na kuhakikisha wafanyabiashara wetu wote kwanza walichangamkia hili soko, lakini pia wajue vile vikwazo zinaitwa non-tariff barriers. Hivi vikwazo gani ambavyo unaweza kufanya kutoka nchi kwenda nchi nyingine. Lakini pili, kuzalisha product, kuzalisha vitu ambavyo vinaweza vikashindana katika hilo soko. Huwezi kukuta wewe unazalisha labda sasa mashati au unazalisha sijui viatu. Unatakiwa hakikisha unazalisha katika ubora na standard ambayo ile soko unaweza kwenda kucompete. Nikupe mfano mtu mmoja. Sasa hivi pale nchini Algeria kuna uhitaji sana wa hivi viungo vinaitwa spice. Lakini ukienda Njombe, ukienda labda Lushoto kule,
kuna vitu vinauzea mashambani, lakini kumbe vile vingekuwa wamepata taarifa, unaenda kuchangamkia hili soko, sababu ukipeleka kule unafanya biashara. Wewe piga mahesabu, unazalisha kifungo tu kimoja kikiwa na standard kwenye soko la watu bilioni 1 bilioni 600, ukiuza kifungo chako wewe ni bilionea tayari. Kwa Tanzania kupitia chemba tunaendelea kuelimisha, kuwapa hizo elimu kwamba jamani, tuchangamkie hili soko na linakuja, aliepukiki. Zamani unajua ulipokuwa tunazungumza masuala ya internet na simu tulifikiria ataishia njiani, lakini kila mtu sasa hivi ana simu na hili soko linakuja. Kwa niaba ya chemba nikiwa kama mkurugenzi nawaambia Watanzania kujiandaa katika hili soko. Na ni soko zuri, tukilitumia vizuri tutainua maisha mmoja mmoja, lakini pia tutainua walipa kodi wengi. Kwa sababu unapofanya biashara ya nchi kwenda nchi na nchi, maana yake utabidi utambulike, yani biashara yako itakuwa form. Utaweza kulipa kodi na kodi itaendelea kuwa kubwa na tutaendelea kuiendeleza nchi yetu. Na kimsingi hapa lazima niseme namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuifungua nchi. Anavyosafiri kwenda huko tunapata investment nyingi, wawekezaji wengi wanakuja, lakini nchi pia inaweza kufanyika. Sisi chemba wafanyabiashara tuna issue. Mwaka 1999 tulipewa dhamana ya kutoa cheti cha uasili. Yaani kuonekana kwamba hii bidhaa inatoka Tanzania. Na cheti hicho tunapeleka katika soko la AGOA, tunapeleka katika soko la SADC, tunapeleka katika soko la China, India, na sasa ndio tutakapeleka katika soko gani? Ile soko la Afrika. Sasa hicho cheti kinakusaidia nini? Kama maji ulitakiwa kupeleka ile Rwanda, ukachukua hicho cheti cha uasili kutoka chemba, labda utakiwa ulipe kodi shilingi 2, itapungua kodi kwa sababu ya kile cheti cha uasili na kurahisishia.